Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Jina langu ni Dastan Mziwanda, ni meneja wa Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Morogoro. Kwanza naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wafanyabiashara wote walioshiriki maonyesho ya 88 mkoa wa Morogoro na kanda ya Pwani kwa ujumla wake. Chemba ya Taifa ya Biashara kama mlezi wa wafanyabiashara, tumeona kuna haja ya umuhimu kushiriki kwenye maonyesho haya, moja kwa kuhamasisha wafanyabiashara wote ndani ya mkoa wa Morogoro kushiriki kwenye maonyesho. Kwa sababu haya maonyesho sio maonyesho tu yanayotoa fursa kwa wafanyabiashara, wakulima na wenye viwanda, lakini ni maonyesho yanayotoa fursa kwa sekta zote. Na ndio maana humu ndani unakuta kuna watu wa utalii, unakuta kuna wajasiriamali wadogo, unakuta kuna wavuvi, wengine wameleta hadi samaki za kutoka huko Mlimba. Hiyo ni kazi tulioifanya Chemba ya Biashara ya Chemba ya Taifa ya Biashara mkoa wa Morogoro, kuhakikisha wafanyabiashara, wakulima na wajasiriamali kutoka wilaya zote za mkoa wa Morogoro wanashiriki kwenye maonyesho haya ya biashara. Sasa maonyesho haya ni fursa kwa wananchi, na tunatoa wito sasa kwa wananchi walioko ndani ya mkoa wa Morogoro kuja kutembelea maonyesho ya biashara yanayofanyika hapa kwenye viwanja vya maonyesho vya 88 vilivyopo manispaa ya Morogoro. Waje wajifunze teknolojia mpya, kuna teknolojia kutoka China ziko humu. Waje wajifunze jinsi ya kuweka zile warehouse storage facilities ambazo ni temporary. Unataka kuhamisha nyumba yako ya kuhifadhia mazao, leo unaweza kaiweka hapa, kesho kaihamisha kaiweka sehemu nyingine. Hizo teknolojia zipo. Langu jina ni Filipo Fahamueli Mrutu, ni mkurugenzi mtendaji wa Mrutu Agro Solutions. Vile vile ni mwenyekiti wa kilimo na ujasiriamali SACCOS. Nafurahi kushiriki mwaka huu 2026 kwenye maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki hapa Morogoro, ambapo dira au kauli mbiu ya mwaka huu kwenye maonyesho inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Maonyesho ya mwaka huu tumejipanga kimkakati na tunahakikisha kwamba wakulima, wafugaji na wajasiriamali tunaweza tukawaunganisha na mtandao wetu wa masoko kupitia Mrutu Agro Solutions, wakapata masoko ya ndani na nje ya nchi. Vile vile tumejipanga kwenye maeneo yote wanaofanya kilimo kuhakikisha kwamba tunawapimia udongo, tunawapa miche mbalimbali kama inavyoonekana, ambayo hii wanaweza wakapata matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini pia mbegu mbalimbali, mashine mbalimbali, trekta na mitambo mbalimbali ambayo ipo na tunaweza tukawapatia wakaweza kulima kwa tija. Vile vile huduma mbalimbali tunakuwafungia mifumo ya umwagiliaji, kuwajengea vitalu nyumba kama greenhouse, solar dryer, lakini vile vile kuwapa mafunzo na kuwaunganisha kwenye fursa za masoko. Hilo inakuwa ni jambo mojawapo. Lakini wale wanaofanya ufugaji tunawapandia majani ya malisho kuhakikisha kwamba wanaweza wakahudumia mifugo yao, na tunawajengea mabanda ya mifugo, tunawasupply mbegu za mifugo na tunawaunganisha na kuhakikisha kwamba wanaweza wakafanya kilimo kwa tija, kwamba waweze kufuga na kulima kibiashara katika eneo dogo, wakitumia gharama ndogo lakini wakipata faida kubwa. Kama wakulima wengi wamekuwa wakilima bila tija, kama kwenye eka moja badala ya kupata kwenye eka moja kupata gunia 2, anaweza akalima akapata gunia 20 mpaka gunia 40. Kama anafuga ng'ombe, akifuga ng'ombe wenye tija hatapata lita 2 za maziwa, anaweza akapata lita 25 mpaka 40 kwa ng'ombe mmoja kwa siku moja. Lakini kama anafanya ufugaji wa kuku, hakutakuwa na magonjwa na anaweza akafuga kuku bila vifo, bila magonjwa.
lakini kama anafanya kilimo cha bustani anaweza akalima akatumia eneo dogo, akalima kilimo cha ngazi kwa maana ya vertical farming, lakini kwenye greenhouse akapata mazao bora na mengi kwenye eneo dogo. Kwa hiyo ndio tija tunayomaanisha kwamba unatumia eneo dogo unapata mavuno bora na mengi. Naitwa Ikunda Terry, mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la wadau wa kilimo vijana Tanzania, linaitwa YAN, yani Young Agripreneurs Network. Na niseme tu kwamba jukwaa letu linaleta pamoja vijana wanajihusisha shughuli ya kilimo kama wajasiriamali kwenye sekta ya uvuvi, kwenye mifugo, kwenye kilimo cha mazao ya kawaida. Na nitoe wito vijana kuweza kuja kushiriki kwenye maonyesho ya 88 mwaka huu. Na hapa Morogoro tupo kwenye banda la manispaa ya halmashauri ya Morogoro, lakini pia tuna vijana wengine wenzetu ambao wako kwenye maeneo mengine mbalimbali ya maonyesho. Kwa hiyo niwakaribishe vijana kuweza kuja kujifunza, waweze kutambua soko, waweze kuongeza tija, waweze kunufaika na shughuli mbalimbali za kilimo. Nafikiri huo ndio wito wangu kwa vijana wa hapa Morogoro na hata pia nchi nzima ya Tanzania. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.